Nimekusalimu katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimeona katika njia zangu na ninafurahi juu siku ya leo na imani kwamba jina langu limo kwenye kitabu cha uzima, halijavutwa. Ninamshukuru huyu mwana wa Mungu sana. God bless you. God bless you. God bless you. Baba, katika jina la Yesu na kuomba siku ya leo ninaposimama kulinena neno lako Mwenyezi Mungu, kuwa pamoja nami, nibariki, nioshe na damu yako Yesu. Tumia ulimi wangu kunena ilivyo mapenzi yako. Jina lako Kristo liinuliwe. Hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe jana, leo na hata milele. Unastahili, hakika hakuna mwingine. Nitumie. Na mfunika ambaye ananisikia na damu yako Yesu Kristo. Na ninakuomba kibali na sifa yako kwa huyu ambaye ananisikiliza. Mbariki sana Mwenyezi Mungu. Mahali huyu yote ambaye ananisikiliza anafungulia hii video, wherever in the world you visit, let the connection between you and thee be a bit sensitive, in Jesus mighty name. Wanene kwa ndoto na maono, waguze Mwenyezi Mungu, nenea mawazo yao katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tembea. Pokea sifa mwana wa Mungu kwa sababu ya wokovu umenipea, wokovu ambayo umempea hawa ambao wananisikiza. Mwenyezi Mungu, na kuomba tuwezeshe kupull up our socks kuelekea katika ufalme wa mbinguni. I dedicate myself to you as I speak this word. Devil, in Jesus mighty name, you have no authority near and far. Mahali niko kilomita mzima na kusukuma, usiwe na uwezo katika jina la Yesu. I cover myself with the blood of Jesus. Ulimi wangu Baba utumie, nina ufunuo tu nitumie. Na ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. Finally, niseme hii. Ephesians 6 and verse 10. And finally, build up your strength in union with the Lord, and by means of mighty power, put on all the armor that God gives you, so that you will be able to stand up against the devil's evil tricks. For we are not fighting against human beings, but against the weak spiritual forces in the heavenly world. Ajua, the ruler, authority, now, nilikuwa hapa. Put on all the armor that God gives you, so that you will be able to stand up against the devil's evil tricks. For we are not fighting against human beings, but against the weak spiritual forces in the heavenly world. Hapo Dioniko. Na ujumbe huu ni huu. The evil. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world that rules. Sasa unajua tukisema heaven, sometimes tunaonaga tu heaven ni mahali kuzuri. Think about it, maana hii ni maandiko. Ephesians 6 and verse 10 ambayo yasema nguvu za mapepo ama nguvu za shetani ambazo ziko heaven rules. Mahali shetani anatawala akiwa heaven kule, chini akafukuzwa. Lakini in the realm hapa kuna mahali tunaitaga heaven, na tunafaa kwenda beyond that heaven, maana kuna hii heaven ambayo shetani anatawala. So ikisemekana tu mtu anasema ninaenda heaven,
Huenda ikawa ni hii heaven hii ambayo shetani anatawala, na huenda ikawa kuna real heaven. Shetani anajaribu kila kitu ambayo Mwenyezi Mungu anakifanya, na yeye anakujanga na photocopy. Hiyo, fikiri about it. God loves you. Now, niko na mambo kadhaa hapa ambayo nataka kuyanena, na uniruhusu tu tupelekane na yeye pole kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nimeokoka, nimemuona Yesu, ninampenda. Siku ya jana ilikuwa ni Sunday tarehe 9. Nilipata kuona jambo hili ama maneno ambayo ninataka kuyanena, na mengine nimefunuliwa leo asubuhi kama saa 3 hivi. Ilikuwa muda wa kitu kama saa 3 hivi, ndio Mwenyezi Mungu akanifunulia baadhi ya mambo mengine. Now, what do I say? Kuna hili jambo ambalo Kristo alinionyesha, a big tree, na hii big tree ilikuwa nono sana, ilikuwa ni big size. So katika hii maono Kristo akanionyesha hii mti ukiwa vile mkubwa, una shimo katikati. Uwe na umaridadi wa aina gani, uwe ni aje ukiona kutoka juu, lakini the fact remains uko na shimo katikati. Na hii shimo inaweza kukaa chochote kile. Nyuki zikipata nafasi zinaweza ingia pale. Well, ikiwa ni kubwa, wanyama wanaweza ingia pale na wafanya kama sehemu ya kulala. Ikiwa ni kubwa, kuna outlet ya hilo shimo. In every tree ambao nishaiona ikiwa na shimo katikati, kuna kuaga na outlet. So, wakati nilikuwa ninaangalia hii miti, Kristo akanielezea vile unaona hiyo miti, the tree being beautiful outside, inside ina shimo, na hiyo shimo inaweza kuwa pango la chochote kile. Wanyama wanaweza kuja pale ndani wazalie, nyuki wanaweza invade na wakae sehemu ile, nyoka wanaweza kaa katika sehemu ile, tortoise wanaweza ingia pale na wafanye ni kikao. All sort of insect zinaweza kaa pale. Maana wakati huu mti uko mkubwa na uko na kishimo mahali fulani, si wanyama wanafurahia kujikinga, maana ni kama nyumba juu hawajengi. So in case kukinyesha na ile mti iko namna ile, wengi inzi zinapenda kujificha mahali pale. Naye Kristo akanielezea mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake, awe maridadi, aonekane mrembo juu, iwe ni miti mrefu namna gani, iwe ni pana namna gani, lakini ikiwa na shimo ndani, huyo mtu awe mrembo, awe ako namna gani, akiwa na shimo ndani yake, ni maana yake ni kusema mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, Mwenyezi Mungu anamuona akiwa mti, kama mti ambao uko na shimo ndani. Anything inaweza fanya kule kuwa pango, mpaka nyoka ikipata nafasi inaingia kule, inatengeneza kuwa mahali pake pa kukaa. Anything can come, anaingie kule na invade. Ukiwa hauna Roho Mtakatifu, wewe unalinganishwa na mti ambaye uko na shimo ndani yake. Jambo lingine ni hili. Kama wiki moja ambayo imepita hapa, there is a certain mugumo tree ambayo imeshomeka kuanzia juu mpaka chini. Na juu ilikuwa ni Central, sijui ni Murang'a. Niliona hapa kwa news, na Mwenyezi Mungu ameniwezesha tu ninene mawili ama jambo kuhusu hii mti. Ilikuwa ni mugumo tree. Mugumo nikisema ninasema na Kikuyu. Ndio inaitwaje kwa Kiingereza? Wewe tuambie hapo. Nina jina hiyo zinaigiana.
kuna Mugumo tree ambao umeshomeka in Central Province area fulani, na huu mti ulianza kushomeka kutoka juu ukashomeka wote mpaka chini ukawa makaa, na the surrounding kulikuwa na manyumba na haikushomeka. Maana yake Mwenyezi Mungu alipofanya hiyo kitendo alikuwa ni ishara ya kuonyesha watu wa Central Province ambao wanarudi kwa miungu zile za zamani. Ishara ilikuwa Mwenyezi Mungu aliushoma akiwa anaonyesha yeye hakai kwa Mugumo tree. So beliefs zote mko nazo ambazo zinawaelekesha katika Mugumo tree, Kristo aliushoma, Mwenyezi Mungu akaushoma, ni kuwaonyesha ile kitu mnaabudu ni kama zile miungu zilikuwa zinaabudiwa pale Misri. Zinaitwa miungu za Dagon, zikitwa gaishia Dagon. So when the gods of Dagon walipokuwa wamewekwa mahali fulani kwa nyumba fulani wakiwa wamelala, wakati moja ikakuja ile sanduku la agano la Waisraeli walipokuwa wamepewa na Mwenyezi Mungu, na likawekwa pamoja na hizo miungu. Ile nyumba hizi miungu zilikuwa zinafungiwa, ile sanduku la agano likawekwa pamoja na hizo. Asubuhi walipokuwa wanaamuka kufungua mlango wa ile store ama nyumba, walikuwa wanapata miungu zote za Dagon zimeniginia na zimefujika, zote zimekuja zimeinama kwa hii sanduku la agano. Naye Mwenyezi Mungu ametuonyesha kupitia kushoma ule Mugumo, hiyo ni miungu tu ya Dagon, ni gaishi ya Dagon ishio. Ndio Mwenyezi Mungu akauchoma ili aonyeshane ukuu wake hauko katika huo mti. Those are called, zinaitwa miungu. Ni kuamini katika Mugumo na kuamini imani ambayo inatokana ati wa Kikuyu Mugumo na nini, ni miungu za Bali, they are Dagons. Kwa hivyo imani ambayo inatokana na nyinyi kutokana na mahali Mugumo iko na ina flow kwenu, yote ni hivyo. Ndio Mwenyezi Mungu akaushoma huo Mugumo kuonyeshana ishara ya kusema hayuko katika ile jambo. Hayuko katika hilo jambo. Ni miungu mingi watu wanaabudu, wengine wanajitengenezea wanasema ni Yesu akiwa msalabani. Hizi ni miungu tu za Dagon, hizi ni miungu tu. Mwenyezi Mungu ameinuka kuonyesha watu wa Central Province wamejinajizi kwa kupitia imani ile. Wengi wao, ninaona in fact mpaka Christian, those who are saved, ambao wanafaa kuwa wanaonyesha wengine njia. Anafanya harusi ya kikanisa na anaenda kufanya ile ya Kikuyu hiyo, mnaenda kuamini lazima bubu sijui chinjwe, sijui matumbo lazima ishomwe. Hizi ni miungu za Dagon zote. Mkae mkubali, mkae, hazina nguvu. Well, msinisikie, kaeni namna hiyo tu. Mtayabeba nyinyi na watoto wenu. Maana Daudi alipofanya dhambi kulingana na vile alikuwa kulingana na vile alifanya, Mwenyezi Mungu alituma nabii kwake akamwambia, jambo ambalo umelifanya linaingia kwa nyumba yako wewe pamoja na wazao wako. So Mugumo tree ni ishara ya Mwenyezi Mungu ameishoma kuonyeshana hayuko katika ile miti ama katika zile beliefs zenu. Nyinyi turudi kwa wokovu, turudi kwa Ukristo, turudi kwa Kristo na muashe ujinga. Hiyo na nasemaga msinipende, I don't care. Mimi hamuku niita, niliitwa na Kristo nihubiri injili. Well, hiyo ni shauri yako, nikosoe tu ama upende ile unataka kusema, sema yote. So we'll stand up and say something concerning the issue you know. In the platform of YouTube, it is free, haina license inaitishwa. Wao tu ndio wanakupea platform unaitumia, bado tu unatumia data, nothing else. Usinikosoe na unakaa kwa nyumba yako, unafungulia video ile ninaongea alafu unaongea maneno machafu. Stand up, you have a phone in your hand, smartphone. Weka video, utufundisha ile kitu unajua. Sio kukaa tu kukosoa saa yote. Well, hizo ni miungu za Dagon.
Now, hii ingine ya tatu. Mwenyezi Mungu hajatupea vipawa tufinyirie wale ambao tuko nao. Mimi leo nimepewa hii kipawa ya evangelism. I'm an evangelist by calling. Hii kipawa ambayo nimepewa na Mwenyezi Mungu, nikikigeuza tu, nikitumie kufinyiria mke wangu ambaye niko naye kwa sababu ninaona kama nimefika sana. Ni pride. Kipawa kilicho ndani yangu, kipawa kilicho ndani yako wewe mhubiri, kipawa kilicho ndani yako wewe ambaye umeitwa na Kristo, in which rank you are. Ukitumia vibaya hiyo kipawa ndani yako, uanze kudhulumu wale ambao mko na wao, bibi yako na watoto, bwana yako na watoto. Ukianza kuwadhulumu kwa sababu ya hii kipawa umepewa, Mwenyezi Mungu anakuona automatically you kill. The moment, hii ni maono nimepewa na Mungu. Siongei ile mambo inatoka kwa kichwa yangu. Ninaweza kuwa wise, and I can be foolish, and I can be full of knowledge, but I'm not speaking concerning all this in the issue of being wise or with the knowledge that I have. It's a revelation from our Redeemer Jesus Christ. Akaniambia, the moment unatumia hiyo kipawa ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu kufinyiria ama kudiscriminate yule ako kado yako, na sana sana hii inatoka kwa wake na wanaume. Ninajipata maana mimi ni evangelist ambaye ninahubiri injili. Ninapata nikiweka video watu 1000 wananisikia. Ninakuwa na kiburi. Ninaanza kumkanyangia bibi yangu chini. Ama ninakuwa na kiburi naanza kukanyagia bwana wangu chini. Mwenyezi Mungu alinielezea, the moment unatumia gift ulio naye kudhurumu mwenzako ambaye yako hapo na wewe, mida mtoto ama bibi, Kristo akiwa biguni anakuona ukiwa umemuua. In a issue like this, Miriam aliuliza, ni Musa tu? Ile nguvu ilikuwa ndani ya Musa sawasawa na ile iko katika wewe na hii kipawa umepewa. Ndio ilisababisha Mwenyezi Mungu, umungu uliokuwa ndani ya Musa, ndio ulisababisha Mwenyezi Mungu kumpiga Miriam kiboko. Miriam alipigwa na Mwenyezi Mungu kiboko siku kadhaa kwa sababu ya kumkosoa Musa na kusema sio yetu. Na ukumbuke alikuwa brother. Now, speaking or being against the one who is... Now, hapa Miriam aliongea, naye mafuta iliyokuwa ndani ya Musa ikampiga. Mafuta ni Mungu. Sasa, isipokuwa, unaona uhusiano mzuri kati ya Musa na Mwenyezi Mungu ulisababisha Musa kuingilia katikati kiboko ambayo Miriam alipigwa na Mungu. Na akamuelezea, it is out of foolishness. Ameongea hii maneno yote, msamehe. In it that regard. Naye Mwenyezi Mungu akamwambia, nikitemea mtoto akitemewa mate na babake, sini lazima hiyo mate mpaka ikauke ama kiboko ifike mwisho. Now, Miriam alisafa kwa sababu ya kumoku Musa na maongeo. Siku ya leo, Miriam alikuwa mzuri maana Musa alikuwa anaelewana na Kristo sawa sawa. Siku ya leo mimi nimepewa kipawa na mafuta yaliyomo ndani yangu ikinisababisha nidharai mke wangu. Ile kitu inatokea ni kifo ya kiroho. Ni kama kumkanyagia chini. So, in that issue, Kristo akanielezea, amepea watu wengi vipawa za kuhudumu tofauti, na on the other hand wameua spouses zao. Ninapewa gift ya kuhubiri, ninapewa gift ya uibaji, ninapewa gift ya kuwa pastor, ninapewa gift ya kuwa apostle, ya kuwa evangelist, ya kuwa teacher, ya kuwa prophet. Kwa sababu sometimes bibi yangu hana mambo, ninamkanyagia chini na ninamdhulumu na kumunenea maneno. Ninasikia wakisema, unajua hawa mabibi zetu wanakaaga kama wako na masheto ndani. Nishaisikia mtu ako na hatufai kupelekana na yeye, afadhali akae na huko. Haya maneno ukianena ukiwa na mamlaka juu ulimi uko na nguvu.
Mwenyezi Mungu wakati unayanena kuhusu your spouse, kuhusu watu wa familia yako, the moment you utter that, death inaokaa kwa yule ambaye uko na yeye. Ni magapi umenena ambayo yameua bibi yako? Ni magapi umeanena ambayo yameua bwana yako? Ni magapi umenena ambayo yameua watoto wako? Maneno ambayo unayaongea without control and you are full of Holy Spirit, the moment you attack, either direct or indirect, you kill the concern because hana nguvu. Sasa Mwenyezi Mungu akikuangalia, anaona wakati mnatembea na bibi na bwana ama na watoto na unawadhulumu ukiwa na kipawa, anaonanga ukitembea na maiti. You are heading to heaven, followed by a corpse behind you, who is saying we are heading to heaven. You killed, unaua. Mwenyezi Mungu anasema the act of kutumia the power you have. You know, unajua wakati mimi nimesimama namna hii, niko na nguvu iliyoko ndani yangu ya Kristo. Wakati ninanena maneno, hiyo power inafanya kazi kwa sababu iko ndani yangu. The moment I na mdhulumu bibi yangu, Mwenyezi Mungu anamuangalia at a point mimi ndiye nimemuua. Do not kill. The Bible says, 10 commandments. Now, hiyo ni wale ambao wamepewa gifts na Mwenyezi Mungu, na ni wengi wameua. Oh no. Wengi. Nimesikia mhubiri akisema, mimi sitakagi tuwe na ushirika moja na bibi yangu kwa kanisa maana yeye ni kishwa gumu. Simtakagi. The more ana confess, the more bibi ana remain dead. Unakaaga na maiti hapo na yeye ndio ulimuua. Siku ya kiyama utajibu maneno uliyoyanena kuhusu your spouse, your family members. This is not a request. Now, this is another issue that has come to my attention. And the gospel singers and the gospel ministers, you are old school gospel minister, old school gospel preachers. See this. How do you see this? Someone like a reverend ama wakati tulikuwa tunaletewa injili na prophetess, let me call the lady prophetess Teresia Wairimu, wakati alikuwa anakuja Uhuru Park. Alikuwa anakuja Uhuru Park, kunaenda watu wengi wanaokoka. Wengi wanaasha njia zao za mienendo miofu. Wanapata injili inahubiriwa Uhuru Park. Na wengi walikuwa wanakubali kuokoka. In fact, ninaona every moment my sister angekuja Uhuru Park, kulikuwa na mass ya watu wa kuokoka. Now, nikisema old school gospel preachers, old school gospel singers, I mean this. Ngoja nikupatie mfano. Tukienda in our country, neighbor country hapa inaitwa Uganda. Kuna jamaa moja waliimba hii wimbo wakiwa kama kwaya, ilikuwa inatoa hakuna Mungu kama wewe. These guys walianza kuimba miaka ya 70 something, I think 70s. 78, 79. Hakuna Mungu kama wewe. Sasa wakati huu wamezeeka, wamejitoa gozi na wamekuja na kwaya ikiwa na wale old school gospel singers. Kuna wimbo ninaona mitandao inasema hakuna Mungu kama wewe, wakiwa wazee wanamtukuza Mungu. Nyusi, enda nchi kama Nigeria, unapata ngoja tuwe tu hapa tu Afrika. Wacha nisiende bali maana nikienda Nigeria huenda ikawa huelewi. Tanzania hapa unasikia Makagoro kwaya, unaenda unasikia kama hiyo sasa wameimba hakuna Mungu kama wewe. Waliimba wakiwa vijana, wameimba saa hii wakiwa na nguvu, wakiwa at a deep old age with that beauty of being mature. Wameimba hizi nyimbo in a choir. Well,
Where are the old gospel singers, old school gospel singers, old school preachers? Where are you? We desire the moment our prophetess alikuwa analeta injili pale Uhuru Park. You know, kila wakati hii injili igeretwa na Madam Teresia prophetess, watu wote Nairobi ilikuwa tunaelekea njia moja ya Uhuru Park. Hakika kulikuwa kunaokoka watu in mass. It is okay, umejenga kanisa kubwa na umejenga kanisa dogo, na wewe ulikuwa na impact. Now umefika Kerere, kanisa liko sawa, watu wengi wameokoka, na je, ile kipawa ya evangelism ambayo ilikuwa imewekwa kwa wengi wenu iko wapi? Akina Kasangas, you know, walikuwa wanalete gospel music, unasikia yes umebarikiwa. You know, akina Mary Otieno, old school gospel preachers. You know, akina Sarah Kiari. You know, mko na makanisa. How can it, unifikiria vile inaweza kuwa wakati ninasikia in Jacaranda ground, ni hapa tu kwetu Eastern, Jacaranda ground, you know, Reverend Kade Kuna na the Daughters of Zion Ministry wako na crusade Jacaranda Garden. We Jacaranda inaitwa Jacaranda ground. You know, na musirete na hizo matenti munakuja nazo. Unajua mkikuja na tent, hiyo tenti munakuja nayo na ni crusade, munalete munafungia watu. Munaweka tenti ya 200 square foot. Watu wote munafungia ndani. Wale watu ambao wanaokoka huwa wanaogopa hiyo tent. Lete crusade. Crusade kama ile tulikuwa tunaenda Uhuru Park. Our dear mother, Reverend Teresia Wairimu anaitana anasema, sasa ni wakati wa kuokoka. Watu walikuwa wanakuja in mass. Where are you old school preachers? Where are you old school gospel preachers? How do you see this? You know, Jacaranda ground iko hapa tu na ni kubwa. Munasukuka tu area Sakayore mkisema Reverend Kade Kuna with the Daughters of Zion will perform in this crusade, will be in this crowd tarehe fulani na fulani na fulani. Watu wengi ambao wanatusumbua hapa Kayole baada ya hizi makrusedi. Unajua ukipewa kiwango na Mwenyezi Mungu ya kuinuka kiwango ile, itumie sawa sawa. Tumia hii nafasi kutoa watu wengi kwa giza. Wengi ambao unaona wanatenda, ni watu wangapi waliokoka ambao ni watu wa maana siku ya leo na waliokokea Uhuru Park wakati wa Bishop Pius Muiru wakihubiri injili, wakati wa Reverend Teresia na Reverend ako above Prophetess Teresia Wairimu. Ni watu wangapi wameokoka wamesimama vizuri siku ya leo, na mwito wao ulitokana na hizo gospel ama hizo crusade mlikuwa mnalete. Mlienda wapi old gospel singers, old school, mlienda wapi? Akina tulikuwa kuna kwaya tulikuwa tunaita Machakos Town Choir, AIC Kejambi, you know, old school gospel singers, you know, hizi ni choir, you know. Angalia hili, nimeona hapa kanisa moja liko hapa Nairobi, and yule mtu niliona katika hiyo choir anaitwa Eunice Jerry, na niliona the Matete the father, I think Matete, kulikuwa Ruth Matete mtoto, the father Matete, wakiwa na kwaya moja ambayo Eunice Wairimu anaiba akiwa katikati. Watu wetu, mko wapi was old school guys? Si muamke. Mimi ninanena kwa sababu nimepewa uwezo na Mwenyezi Mungu, na ananiambia niwaambie. Mimi nikipewa kipawa na nipewe uwezo wa kwenda Uhuru Park, I can. But wewe ambaye umefika kiwango ile, na wewe ni old school, angalia, hakuna Mungu kama wewe. Hiyo ni wimbo ambao umeimbiwa, wameimba kwaya ya kutoka Tanzania, inaitwa kwa
sijui ya what kutoka Tanzania. Wale wa vijana waliiba wakiwa vijana, saa hii wanaimba wakiwa wazee. Let me show you this and let me inform this on behalf of my Redeemer Jesus Christ. Kuna spiritual realm hapa. Kuna hiyo heaven nimewasomea hapa ya shetani ambaye anarudi hapa katikati. The spirit that is working na inafanya Kenya iwe imekauka na nchi yenu hata kama ni Amerika. Mkiinuka wazee ambao mlianzia, mtavunja hii. Na hii ambao wanakuja nyuma yenu, akina sisi, akina vijana ambao wanaingia kwa gospel, wahubiri wachanga, young ambao wanakuja, mtaweza kufunja hii spirit in the spiritual realm hapa. Kuna hiyo ngumu, kuna hiyo spirit ambao vijana wanashindwa kupenetrate. Just imagine crusade inakuja. Ona hii, kuna mtu mmoja huwa analete crusade hapa kwetu Kayole. Shule ingine iko hapa inaitwa sijui inaitwa Imani Children's, Imani School, Imani Primary School. Sasa kuna huyu jamaa huwa analeta crusade hapa na anaita Christian Shushu, anaitwa Christian Shushu kutoka Tanzania. Akisukuka hapa Kayole anatuelezea Christian Chuchu kutoka Tanzania. Ndiye atakuwa ataperform pale. Hiyo crusade na hiyo uwanja huwa wanaleta ile crusade inakuwa haijamwagwa maji. Sasa wakilete watu wote wanasikia Christian Shushu kutoka Tanzania. Jina la Kitanzania hilo ni zito mimi kulitamka, maybe dia ataperform. Unapata mpaka wazee, vijana, watoto wanajaa katika ule uwanja. Think about this. Now today kusemekane tu katika hiyo uwanja inaitwa Imani Primary School, Reverend Kathy Kiuna na atakuwa na crusade Kayole Imani Primary School ya siku 3. Itakuwa ni Thursday, Friday, Saturday, naisha Saturday jioni. How will it be glorious? Anyway, mmepewa vipawa na Mwenyezi Mungu na amewapewa makanisa. Lakini fikiria, wakati wa kanisa ni Sunday na maybe Wednesday, wakati wa mikutano ya kikanisa. Hizi siku zingine sometimes tunapumzika. Think about this, my sister Kali. Think about this, Bishop Gitonga. Think about this, my Bishop Moiru. Think about this, Reverend Teresia. Think about, not Reverend, but Prophetess Teresia, Reverend Teresia. Think about this. Murudishe zile crusade zilikuwako. Na hakika mkikubali, mtavuja the realm spirit ambayo iko hapa ni gumu. Wachanga wanashindwa kuipasua. Hiyo tu ndio Mwenyezi Mungu anataka kutoka kwenu. Maana just imagine crusade inaitanwa na inasemekana itakuwa Kayole na mhubiri ni kama nyinyi nimetanja hapo. Alafu unasikia yule mtu anakuja kusukuma gospel ni Sarah Kiarie. Unasikia yule anakuja kusukuma hii gospel music ni Esther Wahome. Oh, how beautiful. Unajua mnajizuia nini wakati mnajifugia katika haya makanisa? Ndio ni Mungu amewapea haya makanisa. Lakini hata ikiwa na hivyo on top, anawapea ruhusa ya kutoka nje kwenda kufikia zile nafsi ambazo zimepotea kule. Kuna itano na msikuje na hizi mahema. Kuna mhubiri wetu mmoja wa nguvu anaitwa Harrison. Ninampenda sana. Lakini wakati anaenda crusade mahali, anakujaga na hema kubwa. Let me inform you, my brother, at the ministry. Wakati mnakuja na hiyo hema ya 100 meter ama 200 meter square, wale ambao hawajaokoka huwa wanaogopa kukaribia. Call it a crusade. Unasimama pale Bishop Harrison Ng'ang'a, ndiye anakuja kuhubiri injili na mnasukuma gari Kayole mkisema Jacaranda ground Harrison Ng'ang'a will come to kusukuma injili. Muone vile mtasaidia watu wengi kuokoka. Mimi ni product ya wokovu ambao nikiwa sijajua maisha vizuri, niliingia Uhuru Park nikapata Teresia akihubiri, Prophetess Teresia akihubiri,
na nilikuwa backslide, nilikuwa nimeanza kuuza bangi. Aliniita, ijapokuwa sikuenda, the impact ambayo aliweka ndani yangu wakati huo inasimama mpaka siku ya leo. Mko wapi old school gospel singers, old school preachers? Where are you? Mvunje hii spiritual gliam hii ambayo ni gumu. Watu wengi wamejaribu kupenetrate wakiwa washaka hawawezi. Jifundisheni na Tanzania. Mnaona kwaya ya wazee ambao walianza wakiwa vijana. Bali iko Machakos Town Choir. Where are you? AIC Kijabi, nirudie tena. Mko wapi? Limu gospel singers. Mko wapi? Muraradia gospel singers. Mulienda wapi? Mwenyezi Mungu anawahitaji katika platform ili muweze kufujia watoto ambao wanainuka maroho hayo ambayo yameifunga Kenya. Na for sure, fanya tu crusade 4-5 uone impact. Wale watu ambao wanasubua ni watu wangapi nimesikia wakisema mimi nilienda crusade ya mtu fulani nikiwa na bunduki, wakati aliitana watu waokoke nikatokea. Just imagine. Mimi nilikuwa, mtu anasema nilikuwa nimefukuzwa na askari, tulikuwa tumeiba bank, nikaikia Uhuru Park na nikajifanya nikanyamaza. Na yule mtumishi wa Mungu akaniona, akaniita, nilikuwa na gani nikaokoka. How do you see? Mungu kanisani sikatai, lakini mwahubiria wale ambao wameokoka bado day 90 day, usiku na mchana, sade. Mimi sikatai, ninawahubiria. Na siwezi mimi penda kuwa na kanisa ya watu 100 ati wanifunge tu nikaage tu hapo kanisani kila Sunday alafu ninapumzika, nina relax. No, tumeitwa kuhubiri injili, wengi waokoke. Taji biguni zitakuwa mrembo, zitakuwa zinang'aa kwa sababu ya watu wengi ambao utakuwa umeingiza kwa ufalme wa mbinguni. Kuna jamaa huyu mhubiri ambaye anaitwa Pastor Ng'ang'a. Wakati mmoja alikuja hapa Kayolewani kuhubiri injili ya crusade. Ndio my first time kuona what we call Shekinah glory. Huyo mhubiri alikuja na ile gita yake akaanza kucheza. Alianza kusifu akitumia ile rhythm. Kulitokea ile mvua ambayo si mvua, tuite umande. Tuite Shekinah glory. Hapo nilionea mara yangu ya kwanza. Sasa fikiria ni watu wangapi waliokoka wakati huyo mhubiri alipokuwa amelete hiyo injili Kayolewani. Brethren, nyinyi ambao ni old school preachers, tufujieni hii spiritual realm iko hapa juu. Tufujieni. Itakuwa ina umaridadi. My sister, Reverend, I call you prophetess wa elimu. Just imagine ukirudisha zile crusade ulikuwa unatuletea. Wangari wa Banana anasuguka Kayole aseme niko katika roundabout ya Githurai, hapo ndio ninalete crusade kuanzia siku fulani. Waisi gapi wataokoka kwa sababu ya you old guys? Sasa hawa shanga ambao wa Kristo wamekuja siku ya leo wanakaa kama kondoo ambazo siko in the wilderness, hazijui njia, hazijui siende wapi. Na nyinyi ndiye mumepewa kuongoza na Mwenyezi Mungu. Just imagine, mtu kama huyo nimetaja anaitwa Prophetess Teresia, Prophetess Wangari wa Banana. Ati Wangari atangase niko na crusade Ruiru town, na asuguke na magari akisema Wangari wa Banana, the heading ambayo tulikuwa tunaona kwa magazeti, ako na crusade. Watu watakuja from sehemu tofauti na wengi wataokoka. Mtasaidia wengine kuwa na focus in life. Maana Kristo akiingia, focus inakuja. Why are you sleeping? Gospel iletwe Kayole, alafu in the ministry tunaelezewa the Kasangas family will perform. How wonderful. And I desire
Na mkikubali kufanya hivyo, ninawa request on behalf of our Redeemer Jesus Christ, mtavunja hii spirit ambayo imekaukia nchi ya Kenya. Hatuendi mambo mingi through. Nyinyi ndiye Mwenyezi Mungu anangojea. Hamkupewa tu ya kukaa nazo tu kanisani. I know mnamhubiri kwa makanisa tofauti, lakini just imagine unahubiria hawa washirika Sunday hii, the following unahubiria mara 4 kwa Sunday na hawaongezeki, ni wale tu. Fikiria tu ukisema once a month nitakuwa ninafanya crusade. Mimi ni Reverend So Kadhi. Reverend Kadhi amekuja Kayole kuhubiri injili akiwa na the Daughters of Zion, wataperform a group of them. Sons of Zion wataperform kule. Wonderful. Anyway, with that note, hiyo nilipewa na Mwenyezi Mungu niwaeleze, niwakumbushe anawahitaji mvuje the spiritual realm ambayo ni gumu Kenya. Mujifundishe na nchi zingine. Angalia South Africa, joy celebration. Hata hatusikiagi vile wanasema, lakini wakiweka hiyo gospel hatusikiagi hiyo kizuru wanaongea. In fact unasikia tu, hata wewe unasikia presence ya Mwenyezi Mungu within. Joy Celebration Center inaiko South Africa, wanavuma na gospel music. Please, na mtumie hizi platform za YouTube inapofaa, maana watu wengi wamejua kuingia kule. Sukuma injili mahali huko. Worship inaingia kwa kanisa ambalo unaiongoza, alafu mnasema isukumwe kwa YouTube. Inatujenga in fact. Sasa zingine unasikia umelemewa, Mwenyezi Mungu amekutumia, hauna huyu ambaye utatani right muende mkaonane na yeye ili muwekati chini muongezane nguvu. Hapo ndio tu tunaingia kwa YouTube. Unatafuta yule mhubiri ambaye anakubariki wakati ana worship, una gain. Kama saa hii kuna message nimepewa hapa asubuhi, nikiwa nimeketi, nimeamka asubuhi, nikaweka msichana mmoja ako Nigeria anaitwa sijui Samuel chini do something, anafaaga ile kofia palette akiwa ana worship. Nikafungulia nyimbo zake kadhaa, nimefungulia worship yake. Sasa nikiwa nimeketi hapo tu kwa kiti baada ya kukunywa chai, Kristo akanipea ufunuo mara 2. Moja niiseme sasa, lakini nitaifikia. Ngoja niende na vile ilikuja. Please, tunawatafuta wakati tumelemewa. Maana nitaenda Sunday niwe nimesoea mhubiri wangu, nitafungua kwa YouTube nipate wewe unahubiri gospel. Na worship ni ya maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Anyway, kama unasikia kipawa haukupewa ufunikie kwa kanisa. Kanisa ni nzuri na Mwenyezi Mungu anakubali, lakini kuna mioyo mingi sana unaweza fikia ukitoka nje na hiyo favor Mungu amekupea. Point of interest. Ingine, nimeona maono tukiwa na jamaa fulani wa kwetu Ushago. Ni mwizi na ni proud na ni tajiri. Sasa nilienda kumpea neno, akaangalia mesa mahali ama kiti nilipokuwa na muelezea tukalie, akaniambia iko na uchafu. Akachukua tissue, akavuta mrefu vizuri, akaweka kwa ile kiti na akakalia. Nikamuuliza why this, naye Kristo akanielezea pride. Mtu ni mwizi, ni tajiri na ni arrogant. Alafu baadaye asikie neno la Mwenyezi Mungu akiwa ametulia. Ninamuelezea tuketi hapa tushare mawili matatu kuhusu ufalme wa mbinguni. Ananiambia mahali ninamwambia tuketi ni kuchafu. Do you know, ina umuhimu sana kutokuwa na maringo. Roho ya tausi inaweka Roho Mtakatifu bali sana na wewe. The spirit of pride inaweka Roho Mtakatifu bali sana na wewe. Anyway, pride Mwenyezi Mungu ametuelezea tuondoe. Unaenda kanisani na maana wewe unapenda kujua wewe ni mkubwa ama wewe unajulikana na mhubiri,
wakana malingo. Wengine huwezi ukaongelesha wengine kwa respect. Huwezi ukatumikia wengine na heshima. Maana uko na mamlaka. Pride will take you to hell. Remove pride na Roho Mtakatifu akukaribia. Ukiondoa pride, Roho Mtakatifu atakuingia. Unajua mimi sio celeb, lakini sometimes ninaendaga katikati ya watu wananijua, wanasema, "Oh, Evangelist Martin." Wengine wananiruhusu niseme, ama wengine wananiangalia tu, sometimes wanasema ninakosoanga sana. Lakini kuna kule ninaenda watu wananikubali. Sasa kama huwa ninaenda na ile kiburi ya kusema mimi ni level, mimi ni evangelist, ninajulikana, ninahubiri kwa hii kiburi haina maana. Furthermore, mnajua wale watu wako na mambo makubwa hawalingagi. Unapatana na tajiri. Unasikia yeye ndiye mwenye hii na hii na hii. Na wakati nyinyi mnashona maguo mpya, maana mnaenda event na yule jamaa atakuwako, anakuja tu na simple t-shirt. It's simple tu. Anakuja tu na so simple t-shirt. Unamuona tu amekaa katikati yenu, haongei, hataki kuonekana, hana kiberebere. Ruwe hali arukirira niho rukoro rikeire. Pride inaondoa Roho Mtakatifu, inasukuma Roho Mtakatifu bali na sisi. Wow, I like this. Ukitaka kuinuliwa na Mungu, hayo yalikuja mawili yameshikana. Pride ukiondoa, Mwenyezi Mungu atakuinua. Pride inazuia watu wengi kutoinuliwa na Mwenyezi Mungu. Pride. Mwenyezi Mungu anakataa kukuinua. Sio ate huja qualify. In fact umequalify kwa mambo yote, lakini wewe unakuanga na malingo. Sasa zile mpaka niliona mtu nilisalimia wakati moja, habari yako. Tulikuwa kama watu 4. Na ule jamaa juu alikuwa mwalimu mkubwa kwetu Ushago, alikuwa mwalimu wa secondary hapo. Walikuwa wanajuana na rafiki yangu mmoja. Sasa mimi nilikuwa kwa ile duka, tukiwa tumeketi, tumepozi tu hapo. Sasa huyu mwalimu akakuja akasalimia mwenye duka na akasalimia mwingine hapo. Mimi hakunisalimia. Nilipoenda kumfanyia mkono namna hii juu nilikuwa kati ya wale watu wanisalimie, aliniignore na hakunisalimia. Tile wewe. Hakunisalimia haki. Well, unaenda kuongea na chief ukiwa umefurahi, unamwambia how are you sir, anakuangalia tu anakuambia ni mzuri. Ukienda kumuuliza swali anaanza kuondoka. Maringo yani pride unasikia mhubiri, nisirudi laini ya mhubiri, nasema maringo na watu juna nyadhifa ni tofauti. I'm so and so maringo. Mtu anamshuna mwingine kwa mapua, anamwambia no people should know people. Ako wapi? Pride. Huyo hakuagushwa na huyo mama alishuna hapa kwa mapua. Aliagushwa na Mungu juu ya maringo. Ukitoa maringo ndani yako, wewe umeokoka ukiwa haujaokoka, unainuliwa na Mungu. Kitu kingine ni hii. Nitaongea tu. In Nairobi County. Sijui kwa nini Mungu amenipea mambo kama hii. Mimi sikuagi na sana napendelea artist politics. Lakini nikiangalia in the spirit, kati ya wale watu wamesimama kwa viti tofauti. Kuna MP, kuna SMCA, kuna president, kuna governor, kuna senator, kuna women rep, kuna all the in Nairobi. There is one particular woman ambaye Mwenyezi Mungu amenisaidia kunionyesha huyu ni mama. Na watu wa Nairobi mkipenda mumchague kama governor. Mimi na Kristo akaniambia hapa ni optional. Huyu mama huyu ni mzuri kwa governor na niko na support. Nimemchagua awe governor. Lakini kuchagua kwangu mimi yeye
nyinyi mko na uamuzi nimeweka ndani yenu wa kuamua hii na hii. Mkitaka kumweka kwa ufalme ama kwa uongozi itakuwa ni sawa, lakini Mwenyezi Mungu ako na yeye. Na nikaona ni mama mmoja, ni mama governor. Hizi chama tu zitatoka kati ya wale wa mama ambao watasimama governor Nairobi. Kuna mmoja ambaye ako na vifaa ya Mwenyezi Mungu. Na Kristo akanisaidia. Huenda ikawa watu watamkataa, wakatae kumpatia kura, lakini ingelikuwa ni choice yake. Watu wa dunia walimkataa Kristo ambaye alikuwa amekuja kuwaletea wokovu. Wakaulizwa, mnampenda nani, Kristo ama mwizi? Wote wakasema tufungulie mwizi, ufunge Kristo. Now option ya watu wa dunia wakachagua kumfuata, wafunguliwe mwizi, Kristo asulubiwe. Kesi na hii mama ambaye Mwenyezi Mungu amempea favor na ako na yeye, anasema mkishagua huyu gavana Nairobi nitamtumia, lakini mko na uamuzi. Mkimkataa amoke, hii ni bypass, inaitagwa hearsay, not hearsay but top up. Top up. Hii ni kitu Mwenyezi Mungu amenisaidia siku ya leo, na akaniambia mkikubali kuchagua huyo mama atainua watoto wengi na atainua watu wengi ambao wako na vipawa, hata simjui ni nani, lakini nilimuona tukiwa somewhere in Karen akiwa anavuta watu wengi, anawasaidia. In fact alikuwa anasaidia watoto wa shule, anasaidia watu wenye vipawa, mpaka na mimi tukakutana na yeye akaniambia na wewe umekuwa kwa hii wakati muda mrefu, ngoja nikupeleke another stage ama another level. Lakini Kristo akasema hapa, uchaguzi mkikataa kumchagua yeye hana shida, lakini yeye ako one in Nairobi kati ya viongozi. Mimi sijaona MP, sijaona senator, sijaona women rep, ni governor tu niliona. So huyu ambaye Mwenyezi Mungu amechagua, sijui kama mnamuona ama mtamuona. Hiyo ni ya Nairobi. Hii naye ili jambo ndilo Kristo amenifunulia nikiwa nimeketi kwa kiti hapa. Akanionyesha mhubiri ambaye amevikwa vazi la white linafika mpaka kwa miguu na liko na button hapa chini mpaka chini, kanju, vazi la white. Sasa ile akanionyesha mhubiri ambaye nimemvika vazi la white kutoka juu mpaka kichwa, kutoka kichwa mpaka hapa kwa shingo mpaka kwa miguu, akimkaribisha mwanasiasa kanisani. Mwenyezi Mungu nikaona ametuma malaika juu. Hii nguo ya white ilikuwa ni ya button mpaka chini, hizi button zote zikakuja zikafunguliwa, na hii nguo ilikuwa na mchipi, alafu ikavutwa nyuma. Brethren, ilivutwa nyuma hivi, ikarudishwa nyuma hivi, na iliporudishwa nyuma hivi ikafungwa hapo nyuma, ikafunganishwa na ile mchipi yake. Hapa mbele akabaki akiwa wazi. Issue ya kukaribisha wanasiasa katika madhabahu unayo ya hubiri, Mwenyezi Mungu anasema hakunyang'anyi, lakini anakuashiria kuwa exposed kwa mambo mengine. Lile vazi la kiroho nyeupe ambalo amekuvika atalifungua kutoka mbele na hata kuvua, lakini atalivunga nyuma. Atalivunga nyuma, uwe open mbele, ujue umeji expose. In case ukifika wakati usikie kutumbu, kitu unayofanya ni unclean before God, na ina uncover, inakutoa, inakuexpose, inakutoa, inasababisha nguo yako ya kiroho irudishwe nyuma na malaika. Sasa kifua na mwili, sehemu ya mbele yote unabaki uchi. You think about it. Sasa pesa ni nini mnakibizana nazo wahubiri?
kama uko na milioni 2 kwa account na umemaliza naye miaka 20 ama miaka 10, hii ingine mingi unataka kuongeza, umepewa nyumba mzuri na Mungu, umepewa shamba, uko na kanisa linakusimamia, alafu wahubiri wanasiasa mwatakia nini kwa mapulpit walete pesa za nini hizi mnaongeza mingi? Tumbo halijai pesa. Now at the end nikaonyeshwa hili jambo, nikashangaa. Kuna hii kitu inaitangwa flattering na simu. Sasa nilikuwa kanisani, kukakuja Kristo akanifungua macho, nikaanza kuona. Sasa nikiwa pale mbele, nikiwa ninaangalia kanisani, nikaona kuna watu wana flattering kwa kanisa. Ni mtu akwambia, unajua mimi nakuonaga, nasikia ninakupenda, na wewe unamjibu hata mimi huwa ninakupenda. Unajua wakati tulipatana na wewe tukaashwa tukiwa wawili, nilikuwa ninasikia kukupiga kiss, na wewe unamrudishia, unamwambia hata mimi nilikuwa ninasikia kukupiga kiss. Unajua ninakuonaga mwili yangu inaamuka, na wewe unamwambia mimi nakuonaga hata mwili yangu inaamuka. That is flattering. Sasa kuna ile ya message na kuna ile ya kuongea na simu. Zote ni flattering. Sasa ile kitu niliona, mtu ambaye anaflatter katika simu, nikaonyeshwa na Kristo wa mama ambao anaflatter katika simu. Amevaa nguo mzuri, imefika chini ya magoti, ameenda amewekewa kale vile viti tunawekewa za plastic kanisani, lakini kwa sababu ya kuflattering, Mwenyezi Mungu anakuashiria uaibishwe na shetani. Kuna nguvu ya kishetani, kuna demon ambayo inaingia ndani yako, inakusababisha wakati umeketi kanisani, badala ya miguu yako iwe umeakanyagisha chini na uko na skati na hauna kitu tunaitaga akina baika, unainua miguu yako juu, unaileta karibu na kichwa, alafu unaipanua na uko kanisani. Sehemu yako ya siri yote inaonekana na wale wako mbele. Sasa hiyo inahusu wa mama juu ya kuflattering. Flattering inaleta demon ambayo inakuexpose. Na ndio na maana unaona unachokozwa na watu kila saa. Ukikaa vizuri bila flattering, hutasumbuliwa na wanaume. Sasa niliona wamama wamekanyanga juu ya zile viti wakiwa na nguo za skati zile. Anainua tu miguu, anakanyanga juu na anapanua miguu na anaelekea ako kanisani kwa ile kiti. Sasa niliuliza Mwenyezi Mungu, hawa wako kwa kanisa, hiyo ndio demons ambayo ina invade kwa mtu. Ninamuona namna hiyo, unamuona. Na uangalie mpaka wale watu wajao hawajaokoka juu na sense wanaonaga hii nakedness ya huyo. Sasa nao wanaume nikaona wakitembea wakiwa hii suruali yetu tunavaanga mahali kuna zipu, hauna suruali ya ndani, ile kiugo yako ya ndani inaenda ikiwa imesimama, imetoka nje ya umefungua zip, hiyo kitu inaenda ikiwa imetoka. Sasa ninaona kanisani watu na mpaka huku watu wako na masuti, mtu amevaa suti hana suruali ya ndani, najua na flattering. Hata unaweza pigia mtu simu umwambie, najua huwa ninasikia kukumizi, naye anakuambia nasikiaga vile tu. Wakati mnaongea na simu ni sawa, lakini mkifika pamoja mnashindwa kufanya hayo mambo. Sasa nikaona na hao wanaume wamefungua suruali, hawana suruali ya ndani, ile kitu yao imeamuka, inaenda ikiwa nje. Uko na suti, umeifunga vizuri, umefungua nyororo pale, kitu yako iko nje, watu wote wanaenda wanakuona. And for your information, hii kitu inaonekana mpaka na watoto kama hamjui. Na kama unataka kuamini inaonekana na watoto, mtoto wako ambaye amefikisha umri wa miaka 10, jaribu umuulize, unaona kama ninakuwa aje mimi na simu? Kama huwa unafurata, atakwambia haukuagi na tabia mzuri kwa simu. Umuulize why. Sometimes unakaa simu yako hutaki iuzwe na mtu, automatically they know. Nilishangaa kuona wanaume amevaa suti na amesimama mbele ya watu, ni testimony anatoa, na ako na hiyo demons invade ya flattering, kitu yake ikiwa nje ikiwa imesimama, na ni kwa wrong tu juu ni zip tu hajafunga na hana suruali ya ndani, hiyo kitu iko nje. Sasa wakati unasema Yesu ni mwokozi wangu, kitu inaonekana na watu wote, hiyo ndio demons ina invade mtu akiwa anaflata kwa simu. Sasa niliona kwa kanisa tuachage kupretend. Watu wamama wameinua miguu wamewekelea juu ya viti na osha. Ibada ina mnahubiriwa mkisema haleluya, na unafikiri vile umekaa mpaka mhubiri anakuona. Paka wale watu ambao hawajaokoka wakikupitia hivi wakikuangalia vizuri huwa anaona. Continue flattering, you are foolish of the highest order. Mjika wa klasi ya juu ni wewe.
niliwasomea Biblia hapa. Na nikawaambia hii. Hapa sio mchezo, ni vita. Naye Kristo anawaambia Ephesians 6 verse 10. Finally, build up your strength in union with the Lord and by means of his mighty power. Put on all the armor that God gives you, so that you will be able to stand up against the devil's evil tricks. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world. Continue hapo utasoma. Verse 13 inasema, so put on God's armor now. Saa hii iweke ama ya Mwenyezi Mungu ikusaidie. Then when the evil days come, you will be able to resist the enemy attack, and after fighting to the end, you will still hold your ground. Tuonane. God bless you. Injili iendelee. Sikuwa nilete mambo leo Monday ama injili leo Monday, lakini nimeona hiyo maneno Mwenyezi Mungu aliniongelesha Sunday, na hayo nimeyaona siku ya leo. Nikajua hii siwezi ngojea kesho. Twende mbinguni. God bless you. God bless you. Ninyi ambaye mnasimama na mimi, Mungu awabariki. Awanene, awapatie sifa. In Jesus' mighty name. Shalom. In Jesus' name.